uwepo wa Bwana uwe pamoja nawe. Uwepo wa Bwana uwe pamoja nawe. Mwambie na nguvu za Bwana ziwe pamoja nawe. Na nguvu za Bwana ziwe pamoja nawe. Mwambie akusamee uovu wako. Akusamee uovu wako. Mwambie akusamee dhambi yako. Akusamee dhambi yako. Mwambie akuondolee mapungufu yako. Akuondolee mapungufu yako. Uwe na baraka za Bwana. Uwe na baraka za Bwana. Mwambie uwe baraka tangu sasa. Uwe baraka tangu sasa. Mwambie uwe baraka tangu sasa. Uwe baraka tangu sasa. Kila uendako. Kila uendako. Bwana awe nawe. Bwana awe nawe. Wengine mnaongea unaongea huko. Ukiona mtu amekushika mkono na kugundua huyo hana mpango na tunachozungumza, achia mkono wako tu. Yaani kuna mtu unaona kabisa hayupo wala hakuombei. Mwambie Bwana awe nawe. Bwana awe nawe. Kila uendako. Kila uendako. Akusamee maovu yako. Akusamee maovu yako. Akusamee dhambi yako. Akusamee dhambi yako. Akuponye kwa kadiri ya huruma zake. Akuponye kwa kadiri ya uwezo wake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uwe na afya njema. Uwe na afya njema. Akuondolee magonjwa. Akuondolee magonjwa ndani yako. Ndani yako. Ione furaha. Ione furaha kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pigia Yesu tena makofi sasa. Ongeza tena makofi. Hallelujah. Ongeza tena makofi. Ongeza tena makofi. Tunamshukuru Mungu ambaye ameachilia neema hii kwa siku ya leo tena, kwamba tuwepo katika ibada hii. Bwana ametuponya na wangapi wameamka saa 9? Bwana kuniamsha. Sasa kama nimekuamsha sinaona niamsha. Pengine nimelala usingizi. Jamani, haleluya. Amen. Tulikuwa tunaangalia kwa sehemu kidogo habari ya shukrani na namna ya kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tulikuwa tunaangalia kipengele cha jinsi ya kumshukuru Mungu, kwamba watu wengi huwa wana uwezo wa kumshukuru Mungu kwa maombi, lakini na kwa sadaka. Lakini mara nyingi watu wengi wanamshukuru Mungu pasipo maarifa, wanatoa sadaka pasipo maarifa. Adui anaiba neno la maarifa. Bwana asifiwe. Sio kwamba watu hawatoi, watu wanatoa sadaka, lakini zile sadaka mara nyingi hazileti matokeo kwao. Kwa nini? Kuna kitu kinaitwa neno la hekima la maarifa, yaani kuipa nafasi yako kutafakari juu ya ile sadaka unayotaka kutoa. Lakini pamoja na kutafakari juu ya ile sadaka unayotaka kutoa kwa ajili ya kumshukuru Mungu, kuelewa, kufuatilia Biblia inasema nini juu ya sadaka hiyo. Tulienda watu walikuwa wanatoa sadaka za shukrani za pekee. Akitoa sadaka ya shukrani ya pekee kwa sababu ameona kuna ujenzi, ameogopa kutoa sadaka ya ujenzi. Kwa kuwa Mungu amemfanyia jambo kubwa, anataka kwenye shukrani ya pekee ndo kuambatana na ujenzi, ni kitu kingine. Anachukua ile sadaka, anasema namshukuru Mungu kwa kuniponya ugonjwa wangu. Nilikuwa kwenye vita kubwa na msukosuko mkubwa, lakini Bwana amenishindia, namtolea Bwana shukrani yangu ya pekee, ila naielekeza kwenye ujenzi. Hiyo tayari umeshakuwa kwani mwenyewe. Umeona hapa sasa moyo wa kugundua nahitaji kumshukuru Mungu unao. Lakini ni nani anayetaka aiamlie matumizi sadaka yako? Ni wewe? Ni kwani? Kanuni inasema tayari unajikuta yule mtu alikuwa amebeba moyo wa shukrani, lakini shetani ili asitembee katika shukrani ile, anapanda mbegu ya kuondoa neno la maarifa ili atoe nje na maarifa. Na ukitoa nje na maarifa, automatic umetoa nje na imani.
sababu imani inashughulika na nguvu ya kuitoa ile sadaka. Imani haishughuliki na namna ile sadaka itakavyotumika. Mbona mmeenda habari ya, naona mpo waliopo unge mkono namna hii ambao wapo hivi. Okay, nasema hivi, watu wengi wanatoa sadaka na kuna nguvu kwenye sadaka. Mimi nataka nikwambie, kuna watu wameponywa magonjwa tu kwa sababu alitoa sadaka, akahukumu. Kazi ya sadaka inahukumu madhabahu iliyobeba shida. Sikiliza, sadaka tunaweza tukasema sadaka ni muhuri wa kuidhibitisha madhabahu kutenda kazi. Kwa mfano, jana kuna watu walikuwa wanahitaji wapate fedha kwenye kanisa, kwenye miradi ya ujenzi wa barabara, yaani wanalipa fidia, lakini likawa ni kanisa. Wamekamilisha kila kitu, wamefika mwisho ili wachukue fedha, wanaambia hatuwezi kuwaruhusu fedha. Ni kweli kwenye akaunti hii ninyi ndio watia sahihi, kwenye akaunti hii ya kanisa ninyi ndio mnaotakiwa kupokea hela, lakini iko wapi barua ya mchungaji wa kanisa wa kuwadhibitisha kwamba leo mnatakiwa mchukue hela hizi? Lakini baadaye wakachukua barua wakampa. Baadaye wakaulizwa, uko wapi muhuri wa kuonyesha hii barua ni ya mchungaji? Wakazuiliwa. Angalia, kinachohitajika pale nini? Ni muhuri. Je, wale watu sio watia sahihi kweli? Ni wenyewe. Amen. Amen. Si ndio wanastahili hela ziingie benki? Ni wenyewe. Lakini anayeruhusu kwamba hii hela mpokee ninyi, kwamba mtaenda kuiingiza benki, tuna uhakika upi? Maana ni hela ya kanisa. Hela ya kanisa inahitaji tuone mchungaji. Mchungaji yuko wapi? Okay, kama amewatuma barua yake iko wapi? Ili kama atakuja baadaye kwamba sikuwatuma, tumwambie barua hii ya nani na sahihi ya nani. Uko wapi? Kwa sadaka ni kama muhuri wa kitendea kazi cha kudhibitisha tukio lilioko kwenye madhabahu liwe halisia. Amen, amen, amen. Amen. Kazi ya madhabahu ni kupokea sadaka. Madhabahu isipopokea sadaka, nguvu ya madhabahu haiko. Narudia tena, kazi ya madhabahu ni kupokea sadaka. Si mnaona tumekuja hapa, tuna sadaka mbili. Tuna sadaka za maombi, tunamwinulia Bwana maombi, tunamwinulia Bwana sadaka ya maombi. Lakini tuna sadaka halisi ya kutoka kwenye vyanzo vya mapato. Kwa lugha nyepesi, Waswahili wanasema maneno matupu hayafanyi nini? Maneno matupu hayavunji. Maneno matupu. Nataka niwasikilize. Mbona mnaniangalia hata nawauliza nyewe? Maneno matupu hayavunji mfupa. Shida hamna hata uhakika na mnachojibu. Si unaogopa kukosea. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Ili madhabahu yoyote ile itende kazi, inahitaji ipokee sadaka. Ile sadaka dinamtambulisha mwenye shida juu ya madhabahu. Sadaka ndio utambulisho inayokutambulisha wewe kwamba umekuja kwenye hii madhabahu. Na ndio maana Biblia inasema kama usitokee kwenye madhabahu ya Mungu mikono mitupu. Sasa nakumbuka kuna kipindi alikuwa naomba wakumbuke na ambao hawajatoa. Kwa nini hawajatoa? Mnakumbuka? Angalieni mafundisho, mnaangalia watu wa nini? Bwana asifiwe. Amen. Mnakumbuka nilisimama baadaye nikakemea, nikasema hayo maombi ya kila siku ya kusema
wakumbuke ambao hawajatoa. Nana na uhakika hawana vitu kutoka nyumbani kwao, wamelala na njaa. Kwa nini jana napopika chakula singesema gawa maharage kidogo nikapeleke sadaka? Mimi niwaambieni, mtu ambaye ana moyo wa ibada na ambaye ana moyo kwamba anaenda madhabahuni kesho na anayeomba sababu ya kwenda kesho madhabahuni, haleti sadaka kukicha, anaanza na mahangaiko jioni. Hata kabla hajarudi nyumbani anakuwa na wazo, hivi narudi nyumbani, nimetoka kwenye uchumi, sadaka kesho nitatoa nini ibadani? Nitakwenda na nini ibadani? Umeelewa? Hajafika hata nyumbani kupika. Ukiona unakumbuka sadaka unapokuja hapa kanisani, ujue moyo wa ibada kwako haupo. Na hata kama moyo wa ibada upo, haujajua kama unakuja madhabahuni, kwa sababu madhabahu inapokea sadaka. Madhabahu ili ikutambue kama ulikuwepo inataka sadaka. Acheni kudanganywa hapa. Wewe wasikilize watu. Watu wengine wanafikiria labda wachungaji tukizungumza. Mimi nikwambia, hata mimi mwenyewe, mimi sadaka naanza kuhangaika nayo jana. Niseme ninapotoka kwenye mlango naanza kuwaza ibada ya kesho natoa nini. Bwana Yesu nisaidie nipate sadaka. Kuna watu kutoka kwenye hii ibada anachowaza tu atakula nini, watoto wake watakula nini, je atapata kifungua kinywa gani sokoni kule, kweli ale na leo ale tena, ndio anachohangaika tu. Hawazi moyo wa ibada kwamba hivi nimetoa sadaka, kesho nikirudi sadakani nakuja na nini? Mbona sioni mlango na mfumo? Sasa ndo nikasema jana, ni kweli watu wanatoa sadaka, lakini namna wanavyotoa sadaka ndipo penye mtego. Watu hawatoi sadaka kwa neno la maarifa. Ili imani yako isizae matunda, huo unaondolewa maarifa. Nyanyua kichwa nisikilize vizuri. Ili imani yako ya kutoa sadaka isikuletee matunda, unaondolewa neno la maarifa. Pasipo maarifa hapana ufahamu. Sasa jana ndo nikawa nawapa mfano kwamba jamani, pokuwa na siku ile Ijumaa pili akata nafundisha mtumishi wa Mungu, ndipo Mungu akaanza kunikumbusha kwamba unakumbuka hili neno uliona. Siku moja nimekwambia waambie watu, kila unapochukua sadaka ya shukrani tafakari kwanza, kwa nini Mungu unataka kumtolea Mungu sadaka ya shukrani ya pekee. Biblia haijaandikwa shukrani ya pekee, imesema sadaka ya kuinuliwa. Umeelewa? Amen. Yaani ulikuwa kwenye shida, Mungu amekuvusha, amekupigania katika lile jambo, ulikuwa uzame, Mungu amekuinua. Sema utabeba sadaka yako ya kuinuliwa, utakwenda nayo kwa kuhani. Bwana asifiwe. Amen. Amina. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Na akazungumza vizuri mtumishi wa Mungu, akasema ukimkuta kuhani anayejitambua, ukisema nimeleta shukrani ya pekee, atakuuliza swali kwa ajili ya nini. Bwana asifiwe. Amina. Na wengine wanakasirika hata ukiwauliza. Sasa mimi siwezi kupeleka kwa yule mchungaji. Mpelelezi. Mimi namshukuru Mungu, yeye naanza kwa yeye ni nani? Yeye ndio Mungu, mimi moyo wangu Mungu ameuona. Hiyo sadaka haifanyi kazi. Bwana asifiwe. Amen. Mnaona? Yaani unaweza kubeba sadaka alafu shetani anaifuta namna ya kuitoa. Niliposemeshwa niliwaambia, nikasema najua hakuna mtu anayeweza kuleta sadaka kwangu kila siku. Na wakati mwingine tukitaka kuileta sadaka tutanikosa. Kama mnakumbuka nitoa maelezo ibadani, nikasema ukiwa na sadaka, ukiona namna ya kukutana na mimi haipo, nipigie simu nieleze, mchungaji na sadaka shukrani ya pekee na kusudia kuitoa, lakini bahati mbaya nimechelewa, naona muda wa kuja kwako haupo. Inawezekana nikakabidhi mzee wa kanisa au nikakabidhi mtu mwingine, au nikachelewa nikafika ibadani nikamkabidhi labda mwandishi na sadaka yangu ya kupanda mbegu. Nakuuliza kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya jambo moja, mbili, tatu, nne, tano. Tutaomba. Unaelewa? Amen. Jamani unaelewa? Amen. Unaelewa? Amen. Lakini mtu anaweza kaandaa sadaka ya shukrani ya pekee, lakini namna ya kuipeleka akashindwa. Mtu anaweza kaandaa
akapeana sadaka ya zaka, lakini namna ya kuipeleka akashindwa. Aipeleke wapi? Na nikawaambia jana, siku hizi kuna mafundisho ya kila namna na yanamkazo, naambia peleka sadaka ya zaka mahali unapobarikiwa. Kasome Biblia. Imesema peleka sadaka ya zaka mahali unapobarikiwa. Yaani mtu ametoa kweli sadaka ya zaka alafu anaiua. Unawafurahisha wanadamu. Sadaka ya zaka haifurahishaji. Ipo kwa ajili yako. Lazima ujue natakiwa kupeleka wapi na nani anataka yapokee. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Mahali fulani nilikuta kuna ugomvi mkubwa. Kulikuwa na ugomvi mkubwa kati ya kugawanya sadaka ya zaka. Sadaka ya zaka anatamani aigawanye mara 3 mara 4. Amen. Jamani, amen. Anatamani kuigawa mara 3 mpaka mara 4. Ana shilingi 10,000, 3,000 anapeleka faragha, 5,000 anapeleka kanisani, 2,000 anapeleka kwa wagonjwa. Anasema nimetoa zaka. Toka ulipoanza kuigawa ulifuta pale pale nguvu ya sadaka ya zaka. Haya, nikuulize, mgonjwa atapokea sadaka yako ya zaka kwa misingi ipi? Unatoa sadaka kwa mgonjwa, kesho unaanza kuumwa wewe. Sulienda kumpokea, ulituma zaka impokee ugonjwa. Kasome Biblia. Anasema Biblia imesema ile zaka itatumika kwa yatima, itatumika kwa nani? Ni nani atakayetakiwa iende kwa yatima? Ni wewe, ni kwani? Nataka unaelewa hivyo. Ni wewe mtoaji. Yaani wewe fikiria, unakuwa mtoaji mwenyewe, unageuka unakuwa madhabahu mwenyewe, unageuka unakuwa kuhani mwenyewe. Yaani unajipokea mwenyewe. Maarifa tu. Na hiyo kazi anaifanya shetani kuliko kawaida. Kwa sababu alishajua watu wakitembea katika maarifa watashinda. Na kaangalie mtu yoyote aliye na tabia kugawa zaka, maisha yake yanapigika na hawezi kusonga mbele. Ila natoa. Haya mafundisho ni kama yamekuwa magumu eti. Usinifuate mimi, kasome Biblia alafu kaingie kuomba. Nikawaambia, ukisikia kupeleka sadaka yako, kama wewe umeona mgonjwa na ana uwezo wa kupeleka sadaka, paona kushauri peleka tu kwa mgonjwa. Wewe usihangaike kwamba nisipopeleka kanisani watanishangaa. Hatupelekagi sadaka ili watu wakushangae. Tunapeleka sadaka ili tukutane na Mungu, itutambulishe kwenye madhabahu. Sasa sijajua kule kwa mgonjwa kule na kutambulisha. Wewe umekosa tu sadaka ya kuwasaidia wenye shida, unaenda kuchukua zaka. Zaka, Biblia inasema zaka ni yangu. Imesema zaka ni ya wagonjwa. Mama, naongea na wewe. Biblia imesemeje? Zaka ni yangu. Imesema ni ya wagonjwa. Ila kuna vipengele vinavyoainisha sadaka ile. Ikifika madhabahuni, maamuzi ya kwani inaweza kafanyaje? Inaweza kaona wayatima. Tusipotaka kuona yatima sio lazima. Kwa sababu ibada iliyo njema ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika ziki zao. Nje na zaka. Wanafungu lao, umewanyima fungu, ndo naiba zaka. Unaponyofua tu pale unahesabika mwizi. Maana kule haikutakiwa kwenda, unapeleka kingine. Wewe unachukua daftari la mwanafunzi la hisabati shuleni, unakuja nalo kuandika notice kwenye semina ya faragha. Unasema si huku ni wokovu. Umebeba daftari la mtoto. Hebu tuambie, zile notice anazoandika kweli sio za kwenda mbinguni eti Mwairu? Lakini sio mwizi. Lile daftari ni special kwa ajili ya semina ya Kabigi.
Wanasema ni mtu wa Mungu, amezungumza neno limekolea sana, niweke na upako kwenye daftari la mtoto. Hiyo dhambi tayari. Madani unacheka. Yaani ndio ninachotaka nikuonyeshe mfano halisi. Au mtoto anachukua daftari la hisabati, anakuja nalo kwenye semina. Yeye mwenyewe, tuachane na wewe mama. Yeye mwenyewe kabisa anajua hili daftari baba amenunua hii account hii kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya chemistry. Shuleni waliniambia niende na madaftari 11. Moja wapo ni la chemistry. Anabeba daftari la chemistry, anakuja nalo kuandika notes za mchungaji Morning Glory. Hivi akichapwa na mwalimu kuwa mkosa, ameonewa? Tatizo liko wapi? Katafuta bajeti ya daftari la notes za semina. Si ndio nyewe watu? Jamani, mimi nakosea? Haya, tumekuja ibada ya Jumapili. Watu wote tumejaa huko. Mchungaji anakuja, anavua joho, anasema jamani, tuanze mazoezi ya kwenda dinari. Sinako ni kwa Mungu lakini. Haya vijana kati tuanze na nyewe, fanyeni kidogo hapa, amekaa pale. Lakini si wanafanya kwa ajili ya Bwana. Hivi tayari hiyo ni ibada. Lakini si ni jambo la Mungu. Unategemea tunapokea baraka zote bali? Mnaelewa kitu hicho? Maarifa ni jambo la msingi. Ndio maana Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wengi wameshindwa kuishi kwenye baraka zangu kwa sababu wamekosa maarifa. Usikurupuke, sadaka ni kisu. Tena inachinja maisha yako yote. Ndio maana warokole wengi wamepigika, wamechinjwa. Na wanauliza yuko wapi Mungu? Anawashangaa. Niko wapi? Hamjawahi nisoma? Bwana asifiwe. Kuzungumza kitu hiki kinahitaji ujasiri, ila nimeamua niseme kwa sababu tunalia, lazima tuache kulia. Amen. Kila eneo lina nafasi yake. Unapoiba upande huu, ujue hata ule wa pili utafilisika. Kwa ndio maana watu wengi wanasema, "Bwana mimi natoa mchungaji." Kweli kabisa, nilikuwa na ng'ombe 10. Niliamua kutoa mmoja, lakini nilipotoa ndio utafikiri niliroga, hata maziwa yalikauka. Ndio uliroga. Angalia kanuni ulivyomtoa yule ng'ombe. Ulifuata kanuni za utoaji wa ile ng'ombe? Madhabahu na moyo wako ulidai ile sadaka kwa ajili ya nini? Unajua kuna watu wameenda kwenye maombi, Bwana Yesu, ninaomba msaada wako. Nimechoka bila kazi. Naomba unisaidie. Natamani nifanye kazi hii. Ninaomba Bwana, nipe mlango wa kupata mtaji. Mungu anafungua mlango huu hapa. Anakusanya tap. Kumbe Mungu ameipiga ile kazi. Ili ianze inahitaji milioni 15. Amen. Naongea na ninyi. Amen. Mungu analeta milioni 15 hii hapa. Inapoingia mkononi, haulizi hata kwamba Mungu umenipeje hii milioni 15. Anasahau paka na maombi kwamba aliandika karatasi Januari kwamba Mungu ampe mtaji kwa ajili ya kuanzishia ofisi. Anageuka hapa panapopokea tu hela, shetani anaondoa neno la maarifa. Ase Mungu mkubwa ameniona. Anaanza kutafuta uwanja mwingine siku hiyo. Ana nyumba, anasema tutakuwa na nyumba nyingi. Amesahau kama aliomba mtaji. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama hakuwa na uwanja. Kumbe yeye Mungu alishapiga hesabu. Mungu aletagi kiwango unachokitazama wewe, analeta kiwango ambacho kitakuvusha kwa sababu wewe ni mtoto wake. Sasa kwa sababu mwisho kwa mara ya mwisho ulishika hela nyingi, milioni 2. Na zile milioni 2 ndio ulicheza, ulinunua na uwanja. Paka umejenga hapo unapochunza. Bwana ameamua sasa. Unasema mgodi umetoboka. Bwana asifiwe. Mgodi umefumuka. Vijana wanasema umetema, mgodi umetema. Hebu sema mgodi umetema. Mgodi umetema. Mgodi umetema. Mgodi umetema.
Anapita tu ametoka pale, lazima ninunue uwanja. Nashangaa tangazo, nyumba hii inauzwa milioni 20. Anaanza kumtafuta anayeuza nyumba. Naona huyu ni bwana, ameniona kabisa, amenikutanisha. Wanakutana na wao, wanasema tupunguze na milioni 18. Nitatafutaga, naomba mnisaidie, nazo 15 tu, zingine nitamalizia. Anapeleka milioni 15 zote kununua nyumba. Hata fedha ya kuja kumshukuru Mungu anashindwa. Anaanza kwa apate wapi hela ya shukrani, maana tangu zimefika mkononi mwako hakukumbuka hata sadaka. Alafu ndana mwisho wa siku ndo huyo anabeba 10,000, anaandika na kwenye bahasha, anakuja na kwenye ushuhuda. Wapendwa, Bwana anajibu papo kwa papo, wala haja kujibu. Amekasirika, alafu anakushanga kwa sababu huna maarifa. Bwana asifiwe. Ameniongeza. Hey! Wapendwa, wanapiga na vigeregere, wanapunga na tuvitenge. Huyu ndiye Bwana. Yale maneno yanazidi kuleta chukizo kwa Mungu, kwa sababu sio yeye aliyekupa nyumba. Nyumba umeingia kwa tamaa zako. Mnashangaa tangu siku aliposhuhudia hamumuoni ibadani tena. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kila anachokifanya kinapotea. Alikuwa na kang'ombe anauza, maana anadaiwa milioni 3. Hazijatosha, bado milioni 1.5 ameuza kang'ombe kama zio. Sasa zitarudigi tu, Bwana atanipalie, nipa zitarudi tu. Tarudisha tu ng'ombe wangu. Anaenda na wateja shambani, anakuvuna mahindi. Sitaki kudaiwa. Huu ni muujiza. Anaingia kuvuna mahindi, hata mahindi hayatoshi, kwa sababu tayari anatembea ndani ya rana, alafu anafikiri yuko pamoja na Mungu. Anauza na anamaliza, tuache 2 magunia, kumbe hata chakula hamna, tayari mavuno hamna. Unaona mahesabu yanavyoharibika. Yaani kadiri alivyofanya ndivyo anavyozidi kupotea. Mavuno hamna, zaka hamna, hiki hamna. Anamalizana na mifuko kule, anarudi anasema Mungu amefanya, imebaki 500 tu. Mungu mkubwa. Anakusanya tukuku tote nyumbani. Akisha maliza kulipa, ndipo Mungu anaenda kushusha roho ya hofu kwake. Kupu, anakosa amani ghafla. Ndio unakuta kanisani amezima, ikamezima, kila kitu hakiendi, hawezi kufanya chochote. Mko humu wengi mmefanya hayo. Mpaka leo mnaomba Mungu akupe mtaji. Si niliwahi hapa mfano, ninyi mnadhani mlisikiaga, alikuwa anashuhudia sana mtumishi wa Mungu huyu nani wa Makambako. Anasemaga alimuomba Mungu kwamba Mungu umenipa neema, sikuwa na watoto, tumbo mke wangu aliondolewaga kizazi, niliomba ukakirudisha. Mnafahamu sio kufunga, kiliondolewa. Si mnakumbuka mliosikiliza ule ushuhuda? Kiliondolewa kabisa kwa sababu alitakiwa kufa. Yani alifika hatua anakufa mke wake. Wakasema Bwana chagua moja, hapa tuondoe kizazi. Wakakiondoa. Miaka kadhaa alipomjua Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Akasema hiki kizazi si ulitengenezaga, kwa hiyo Mungu umekufa, kama hujafa mitambo ili iko safi, rudisha kipya. Akaleta. Mungu mkubwa yenyewe. Sio mitoto, kwa nao yeye mmoja. Anao. Ndipo siku moja akakunduka. Hivi Mungu amenipa watoto kwa namna hiyo, ni wakusoma shule za St. Kayumba? Wapi? Akaenda kwa madhabahuni, Mungu nipe fedha, uliyenipa watoto, nataka watoto wangu wasome sawa sawa, waende shule nzuri, sio hizi zinazohangaika nazo. Nataka niwahamishe, nifungulie mlango kama ulivyofungua tumbo la mke wangu, fungua. Mungu akamwambia fuga kuku. Akafuga kuku nyingi za kutosha. Akaletewa soko.
wakamletea soko wa mahoteli, wakaja na mashine zile za kuchinjia kuku. Zilichinjwa kuku zote, tap, kahesabiwa milioni 12 hizi hapo. Akamshukuru Mungu kwamba nimehubiri injili vya kutosha, kila siku nawaambiaga watu tununue magari, mimi sina. Ngoja nikanunue gari sasa, nimtukuzage Mungu kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya injili. Alipoenda kumtaarifu Mungu kwamba Mungu nakushukuru sana, natamani sasa baba niingie kwenye hatua hii. Mungu akaniambia, hujawahi niomba hela za gari, uliomba hela za kusomesha watoto. Ndio hizo nimekupa, peleka watoto private kahamishi. Unaona mwenzake alivyopata neema? Ni wangapi wanaorudi kuuliza wakipata kitu? Unajua kuna mtu unaweza ukawa una feri. Ni kuombe kuanzia leo, unapokuwa hata uko shambani, kadiri unavyoona unavuna, labda ni maharage, ni mahindi, unaona madebe, unaanza kukadiria madebe yanaongezeka. Kile kiwango unachoona kinaongezeka, anzaga kutengeneza moyo wa sadaka pale pale. Usisubiri ufike nyumbani. Tena ikiwezekana, mimi ambacho nimeanza kugundua sasa hizi, ikiwezekana kabisa unaposhusha usisubiri aende store. Ile liwe linaenda pa utokago umeandika shambani kabisa kule. Kanisa. Wanapouliza nasema kanisa lilikuwa limekodu, nasema walikuwa na eka moja. Kumbe umetoa sadaka yako. Sema amen katika jina la Yesu. Sasa angalia. Unafikiri huyu mtumishi wa Mungu angekosea zile sadaka angepeleka kwenye gari? Ile gari ingedumu. Kwa sababu zile fedha kama Mungu akumpa kwa ajili ya gari, alimpa kwa ajili ya kutunza ule utukufu na heshima ya yule mtu aliyemheshimu, kwa kushuhudia na kuambia watu Mungu anaweza. Jamani, mnakumbuka mke wangu tulitoaga kizazi kimerudi. Haleluya, haleluya. Jamani, haleluya, haleluya. Jamani, haleluya, haleluya. Jamani, haleluya, haleluya. Ni lazima ujue hicho. Kwa kinachowatesa watu wengi ni kwa sababu tu wanaondolewa neno la maarifa. Wanaanza kujikanyaga huku, wanajikanyaga huku, wanajikanyaga huku, wanajikanyaga huku, wanajikanyaga huku. Mwisho wa siku wanamuuzi Mungu. Kwa jifunze sana, Mungu anapokupa neema ya kupata kibali cha kutoa sadaka, kabla hujatoa uliza kwa Bwana. Kumbuka ahadi za Mungu. Anza kufuatilia maombi uliyoandika. Kuna watu wanaandika maombi mwaweki kumbukumbu. Yaani ukiona baraka tu imekuja, usikurupuke kutumia zile fedha. Anza kukumbuka maombi uliyoandika. Mungu ajibu kama wewe ulivyowaza, anajibu kwa njia anayoitaka yeye. Mungu anaachilia baraka kwenye njia utakayomtukuza, hata achilia kwenye baraka kwa njia uliyoitaka wewe, utajitukuza wewe. Analeta mlango ambao hukutegemea ili umwachilie yeye sifa. Sema amina. Amen. Wangapi wananielewa? Wapungepoka mkono kidogo. Kwa kuanzia leo, ukitaka uanze kuyaona mafanikio ya sadaka, jifunze kutoa sadaka kwa maarifa ya neno la Mungu. Kila kitu kipo kwenye neno la Mungu. Maelekezo yote yapo. Ukishindwa kuyajua maelekezo, ingia kuomba. Bwana, ni kweli umenipa nafasi. Nasikia kukushukuru kwa sadaka hii, kwa jambo hili. Natoeje Bwana? Neno lako linasemeje? Cha kwanza, neno lako linasemeje juu ya sadaka hii? Juu ya sadaka za namna hii. Na ndio maana unakuta hapa anawaambieje huyu nanili? Anawaambieje Yesu hawa waliokuwa anamwambiaje aliyepona na ukoma? Tulisoma jana sura ya 14 katika Injili ya Luka. Mstari wa 14 anasema, sura ya 5 mstari wa 14 anasema, akamkataza asimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe kwa ajili ya kutakasika kwako. Umeelewa hapo? Ukatoe. Hivi umegundua hakumwambia nenda kwa kuhani ukajionyeshe tu kwa macho? Hivi umeelewa kitu hicho? Watu wengi wanafikiri alisembea na maana yake nenda madhabahuni. Nikamwambia kuna kitu kilichonishangaza sana. Mungu alinipa kitu cha ajabu sana. Injili ya Luka sura ya 4 ya 5
ni mstari wa 14 anawaambia kajionyeshe kwa kuhani. Ukienda Injili ya 17 anawaambia wale wakoma, mstari wa 14 tena ule ule, mkajionyeshe kwa makuhani. Jana nikawaambia wale watu walikuwa 10. Kwa nini akwambia kajionyeshe kwa kuhani? Aliwaambia kajionyeshe kwa makuhani. Maana yake walikuwa dini tofauti, walikuwa madhehebu tofauti. Inawezekana mwingine alikuwa Mwanglikana, mwingine alikuwa Mpentekosti, mwingine alikuwa MTAG, mwingine alikuwa Mroma, mwingine alikuwa MKKT, mwingine alikuwa Moravian. Kila mtu akajionyesha kwenye madhabahu yake, sio ya mtu mmoja. Sasa kuna watu ni wa Moravian, wanadharau madhabahu yao, haijawahi tokea. Akipata sadaka kubwa anaenda kwa anayeombea watu. Akija na sadaka ndogo ndo anataka. Na ndio maana kuna watu wanahitaji maombi kona na kona, hawawezi kufanikiwa. Mungu alipokuinua ulipeleka sadaka kwa nani? Alafu unahitaji uponyaji, unataka kuja kwenye madhabahu yako. Mimi naambia tuna wakilisho wako hapa, wakienda huko mjini, fedha wanazotoa mpaka leo hajawahi toboa. Akisha filisika maombi, yule mtumishi anakata maombi. Kwani wale wana muda wa kuombea kama una hela? Na ndio maana Yesu akuambia nendeni kwa kuhani fulani. Anambia kila mtu akajionyeshe kwa kuhani. Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Maana yake kila mtu aende mahali pake anapoabudu. Ukiangalia huu mstari wa 4 anambia nenda ukajionyeshe kwa kuhani juu, ukatoe. Sema ukatoe. Juu ya kutakasika kwako, juu ya kuinuliwa kwako. Maana yake alikuwa anamwamuru akatoe sadaka ya shukrani ya pekee, akapeleke kwa nani? Kama unafikiri mimi mwongo, jaribisha tu hata mwezi mmoja. Ubadilishe mfumo wa kutoa. Utakuja kunihadisi. Utagundua umepotea miaka mingapi. Warokole wengi wakikaa kwenye mahubiri kama hivi, wanakaa kama vendege vichanga. Wanabugia kila fundisho. Jifunzeni kuwa kama watu wa Beroya, ambao walikuwa wakisikia kitu wanaenda kukaa tena wanachunguza maandiko. Kuna watu wanabugia tu, nafundisha hapa atabisha tu. Unaona anataka pokea gera nyingi. Nani amekwambia nataka hela zako mimi? Mimi natunzwa na Mungu, situnzwagi na watu. Bwana asifiwe. Amen. Narudia, mimi natunzwa na Mungu, situnzi na watu. Amen. Hata kama wewe ulikuja ni amri ya God, nenda kapeleke. Nafikiri ulipenda. Hatu singereta wewe, angereta mwingine. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukilijuaga hili unakuwa huru kuropoka unavyoweza kadiri Bwana anavyokuagiza uropoke. Lakini ukitaka wapendeze wanadamu huwezi kuzungumza maneno magumu kama haya. Nilikuwa nampenda baba mmoja, yuko huko wapi huko, alikuwa anaimba wimbo mmoja kazuri. Baba na mama wakiniacha. Mnakumbuka kale wimbo? Jipeni moyo, Bwana Yesu atawakaribisha kwake. Baba na mama wakikuacha, jipeni moyo, Bwana Yesu atakukaribisha kwake. Yaani baba yako na mama hata wakikuacha, wewe jipe moyo, jitie moyo kwa Bwana, yeye atakukaribisha. Waimbaji wenzio wakikuacha, jitie moyo kwa Bwana, yeye atakukaribisha. Waombaji wenzio wakikutema kwamba huyu ni mchawi anaturoga kwenye maombi, jitie moyo kwa Bwana, yeye atakukaribisha. Unaanza kuhangaika na wengine walikuwa wamekuja ni kukoroga kule wameferi. Unajua watu wengi unakuta, yaani sasa mimi nifanyeje? Wote wamenishambulia. Umewabana kwenye kona. Kambane pusi mlangoni unaona anavyopiga kelele. Viongozi mwe makini sana. Sikira neno ulisikia, ulipokee. Sikiliza Roho Mtakatifu anasemaje juu ya hicho. Sema amen katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Unajua natamani kuanzia leo tubadilishe system. Hii ibada hii hapa. Tukija wote tukajua namna ya kubeba sadaka. Tukaja kwa maelekezo ya shukrani kwa kanuni. Nawaambieni, peke yake naweza kuendesha ushirika.
Sadaka ya asubuhi tu inaweza kaendesha ushirika mzima, kwa idadi ya watu mnaokuja kwenye ibada ya asubuhi. Yaani kila mtu akatoa sadaka yake, alafu ile sadaka akatoa kama Bwana anavyotaka, na Bwana akaitazama ile sadaka. Awe Mungu akitazama sadaka yako unabakije nyuma? Jicho la Bwana likiona sadaka yako unabakije nyuma? Kaangalie jicho la Bwana lilipoitazama sadaka ya Ibrahim. Alisema, kwa kuwa hukunizuilia mwana wako wa pekee, kukubariki takubariki. Yaani hapa hakuna kizuio. Amen. Amen. Alafu anakuambia kiti cha utawala cha enzi cha kifalme hakitatoka kwenye uzao wako. Unataka watoto wako wakae katika kiti cha maadui? Shikamana na Bwana. Jifunze kuitunza madhabahu ya Bwana. Jifunze kuiendea madhabahu ya Bwana kwa kicho na hekima na maarifa. Usije ukakiendea tu kwa kicho, hekima na maarifa, au kwa lugha nyepesi, jifunze kuiendea madhabahu ya Bwana kwa imani na maarifa. Maarifa yakiondoka, imani haifanyi sawa sawa. Hata nikikuuliza tu hapa, sadaka uliyobeba leo umeiandaa muda gani? Na kuna mtu mpaka sasa amefika huko hana maamuzi atatoa shilingi ngapi. Moyo wako unashindana, nichukue buku, nichukue 2000. Kule kwenye 5000 ndo haupo kabisa. Kwenye 10000 ndo haujawahi jua. Kiwango chako cha kumjua Mungu ndio kiwango chako cha matokeo ya maisha yako. Mungu hadhihakiwi. Ukipanda kidogo utavuna. Mbona hamuitiki? Ukipanda kidogo utavuna. Ukipanda kwa uharibifu utavuna. Ukipanda kwa ukarimu utavuna. Anasema Mungu hadhihakiwi. Kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kiwango cha kuwa mnyimifu kwenye ili neno niliwahi watumia siku moja. Ninakumbuka mnaosoma message zangu. Nilisema Jiazaru sio mnyimifu. Alafu mkacheka, ni mchungaji naye anatu. Kuna watu wanyimifu. Jamani, usiwe na roho, yaani unamnyima mpaka Mungu. Mungu anahitaji, yaani Mungu akikusukuma kutoa sadaka, sio muhitaji. Kuna mara nataka kuvusha. Wewe ndo naanza kuangalia, kweli Mungu gani anataka koti langu zuri tu ndo nitoe? Kumbe hujasoma Biblia inasema usitoe kilema. Utoe kilichokamilika. Kama unaenda kuchorora maziwa ndo inayotoa sana. Asa mwenye maziwa hapa amewaza, yani kweli Yesu gani anataka ng'ombe wangu yule? Jamani, Mungu anapomwambia kwa Ayubu, anambia mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ni mtihani mkubwa sana. Amen. Amen. Lakini wanaopata neema ya kutembea katika hizo njia, unatieje huruma? Hakuna mtia huruma hapa. Wala huombi maombi Bwana nibariki, alisha kukumbuka. Dorcas hakuwa na mchungaji wa kumwombea. Hata watu waliokuwa nawapa sadaka walikuwa hawana uwezo wa kumwombea wakati anaumwa. Ila sadaka zake zilimbeba. Likulinulia alikuwa alimjui Mungu, lakini sadaka zake za ukarimu kwa watu wasiojiweza zilimbeba. Kuna watu nimeongea hata sijui ni jana sijui ni Jumapili, mnapenda sana kuwahudumia watu wenye uwezo, wenye sifa, unajua naye atakupa. Mko kama wale wa Mangoma, wale Mambwesi wale, ambao akija huko anamchinjia mbuzi ili naye akamchinjie mbuzi akienda kucheza kwao. Hata misiba mnaliana hivyo hivyo. Si ndio jamani? Si ndio?
Mnapeleka kitenge kwa aliyekuja, mnaenda kwa aliyekuja. Ambaye hakuja unasema Mungu amenisaidia hakuja kwangu. Mnafanya kama wa mataifa. Kaonyeshe upendo kwa yule ambaye hakufanya kwako, ila jue wewe unampenda Mungu. Sema amen katika jina la Yesu. Ni nani anatamani aanze kutoa sadaka leo kwa maarifa? Nyosha mkono. Sema Bwana Yesu, naomba neno la maarifa na ufahamu. Nijue namna ya kutoa sadaka zangu za zaka na dhabihu kwa damu ya Yesu Kristo. Lile neno la maarifa lililoibiwa, ninaomba unirudishie. Rudisha ufahamu wangu. Nijue ni wapi nilipoibiwa maarifa yangu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Shusha mkono. Namaliza. Mtu mmoja siku moja Mungu alimpa sadaka ya zaka. Bwana asifiwe. Amen. Alafu ile sadaka ilikuwa kubwa kuliko anazotoa siku zote. Alipoiandaa kuibeba kwenda kanisani, akasikia sauti namwambia, sadaka hiyo ya zaka kaipeleke kwa mchungaji wako, usipeleke kwenye bahasha. Alipata shida sana. Kumbe kuna vita mbele yake, na ile sadaka ndio kivukio cha ile vita. Akapiga hesabu, mchungaji mwenye mimi hatuelewani naye. Ase, wapi? Shetani shindwa kwa jina la Yesu. Wewe ni pepo. Kumbuka kwenye moyo wake amebeba sadaka kubwa ambayo anajua na madikoni ndo watamshangaa na yeye kwamba natoa. Kumbe Mungu amegundua ile sadaka kwa sababu ni kubwa, hujawahi toa. Unataka kuwafurahisha watu. Sasa ili usiwafurahishe watu na ichengeshe, iende kwa mchungaji. Kwa sababu mchungaji atakapoipokea ile sadaka, hata jua unatoeje kule. Atashughulika na sadaka uliyoileta, atafanya, atakuingiza kwenye system ya ile sadaka. Mungu alishagundua huyu akipeleka madikoni wataiona. Moyo wako umeanza kutaka madikoni waone. Sasa ili asikose baraka zake, ngoja niichepushe iende kwa kuhani. Akagoma. Akawapelekea madikoni. Walishangaa wote siku ile, fulani ametoa jamani, leo ndo amebeba mtaa mzima. Mungu huyo ajabu, ameanza kujifunua. Kajifunua wapi? Yeye anarudi nyumbani msiba. Shida imeshatokea ndani. Mungu kuna shida gani? Ambia nilikwambia, kapeleke sadaka mali, ulipeleka umewafurahisha madikoni. Naomba sikiliza sana maelekezo ya sadaka. Alafu sikiliza neno la Mungu linasema nini. Mnanielewa? Amen. Maelekezo yote hapo kwenye neno la Mungu. Acha kutapatapa na sadaka. Zijue sadaka za kikuhani, zijue sadaka za kawaida. Narudia. Hata kama atakuja mchungaji ambaye hamuivi naye, usishughulike na kuiva kwa mchungaji. Shughulika na kwamba sadaka haipo kwa ajili ya mchungaji, ipo kwa ajili yako wewe. Na uzuri wake Biblia imezungumza wazi. Watu ambao hamuwataki ndio wamekaa kwenye kiti cha Musa. Mafarisayo na Masadukayo wamekaa kwenye kiti cha Musa. Wasikilizeni, ukiwakwepa tu umepishana na baraka zako. Wewe huendi kwa ajili ya uovu wake, unaenda kwa ajili yako mwenyewe. Kwanza, kwa nini unamchukia mchungaji? Wakati Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Jitu limemnunia mchungaji wake miaka 4 mpaka atakapohama. Utatengeneza wapi kisha ondoka? Akaenda ushirika mwingine. Utatengeneza wapi? Yaani kile kiwango cha kunitengenezea mimi chuki hapa ni kiwango sio cha kwangu, ni matokeo ya kuua vya kwako. Na ndio maana mimi sikubali kukosana na mtu. Hata mnaosikiaga wamejipachika kuwa ni maadui zangu, wanafiki tu, mimi sijawahi kugombana nao, ila wamejitangazia wenyewe. Mimi nawaambia, mmoja amekuja kuniambia kasa, ila mchungaji una moyo, unafanya hivi na fulani. Nikamwambia, kwa nini nina shida gani?
Unafanyaga hivi na hivi. Nikamwambia mimi sishughuliki na tabia yake mbaya juu yangu. Nashughulika na kile alicho nacho kinalifaa kanisa na mimi napokea. Kama yeye amepewa bunduki ya kuzuia waizi, nisimpange ila nizuilie waizi. Na mpanga anazuia waizi. Yeye mapungufu yake yaache. Wewe huwezi kupokea neno linalotoka kwa mchungaji kwa sababu na vita na mimi. Liangalie lile neno linalokuvusha. Mchungaji mweke pembeni. Chukua wali. Acha mchanga. Ndio maana wamama wana ungo, wametengeneza ungo za kuchambulia. Wewe unakuwa mjinga gani huwezi kuchambua? Chambua kinachokuvusha. Kisichokuvusha chana nacho. Ukiona kinakusumbua, anza kwa bidii kutafuta amani. Na Biblia imetufundisha ukiona adui anakutesa, kila unataka kumwachilia huwezi, beba sadaka kampe. Beba sukari, nenda kumsalimia, haro hodi. Kwa jina la Yesu, inawezekana amekuja kututega. Wewe wape. Watupe jaralani, wewe unatafuta amani. Acheni kwa wajinga. Watu wananuniana. Yaani mimi nawaambia ni kuna watu mpaka saizi wanaomba mchungaji wa taamalini. Wananitabiria kwamba msije mkanichelewesha muujiza wa kuhama bure. Natakiwa kwenda pengine. Mimi nawaambia siku moja mimi nitakuwa nihame mahali. Wao wanapofikiri ndio wanatengeneza mlango wa kunihamisha, ndio Mungu akazuie. Wajimbo waliandika na barua, kumbe wana vurugu bado. Funika hiyo barua. Tumesikia wamefanya vurugu tena. Akiondoka pataharibika. Mwache. Kara miaka mingine miwili tena. Angalia ulivyonipa adhabu ya kukaa na wewe ulio. Fungua moyo niende pengine. Nimalize message yangu haraka. Mnanichelewesha hapa. Unajua watu wengi hawajuagi. Ukimchukia mchungaji, pambana kumuombea ila malize message yake ahame. Ukipambana haami maana message inachelewa kukufikia. Message send hamuelewagi. Na ndio maana wanasema wabaya wanachelewa kuondoka. Wazuri aliyowapenda ndio wanaondoka haraka. Sasa kama nataka niwe mbaya ndio injili yenyewe hii. Wabaya hata Yesu alikuwa mbaya ndio maana alichelewa kuondoka. Mimi nawapa kanuni. Bwana asifiwe. Amen. Ukiona mchungaji anauzi moyo wako, beba kata ng'ombe kumpelekea. Ila malize message haraka. Ukiendelea kumchelewesha unamchukia, unamtengenezea maadui. Aliyemleta. Hivi mnafikiri yani mimi mtu na umri wangu nilikuwa kukaa mashirika ya makongo kama hivi shirika ni bibi saizi. Umezaa hapa kumechoka mifupa yote imeisha. Sio tutakoje waliozeeka mwenda na genao. Sasa wanaleta wa haraka. Changamkeni mpendeni aende waondoke haraka. Unavyo. Mimi nimewapa maarifa. Mimi naambia kabisa. Na nilijiulizaga Mungu kwa nini? Akambia no. Message ilikuwa bado. Na ili message yako imalizike, itakiwa wale wainuke wapige kelele jimboni ili jimbo lijue bado message. Ndio abaki. Si hata jana niliwaambia kwamba kuna mtu alipokea na barua ya kubadilishana na mimi. Bwana asifiwe. Akaambiwa usisome hiyo barua iwe ya kwako wote peleke kwenye baraza. Kuna mabadiliko. Mabadiliko nini? Wamepiga kelele wakule tena kwamba ondoke. Bado wanasumbua. Subirini kwanza. Hakuna mchungaji ambaye hana message. Hata kama mngemwona haombagi, anakatu. Hakuletwa tu, ana kitu cha kuvusha watu. Tafuteni alichobeba. Sasa watu wanasema huyu ana haraka. Sasa umri huu nitakosa kwa haraka. Kwani nafanya kama Kasebere? Mjamuona anavyoimba kule. Mimi nitaimba kama Kasebere anavyoimba. Mara imbe besi, mara imbe sauti ya kwanza. Ameshakisha jioni saizi. Sasa mnataka niimbe kama Kasebere? Tutaweza kweli? Tutaenda huo mwendo. Nitaimba kama Mwangaya, mimi naona mzee Mwangaya pale. Lazima mimi ni haraka tu. Maamuzi haraka. Kaulizeni hata Biblia, kuna mfalme mmoja. Walimwambia chukua wazee akagoma. Akaenda kuchukua vijana, wakampeleka haraka kafiri. Unanionea bure tu. Umri wangu unaniruhusu kwenda hivi.
Mimi natakiwa niende kijeshi kwa sababu umri wangu ni wa kijeshi. Na uwezo kwenda haraka na haraka. Sasa ukiangalia haraka yangu utakosa message niliyobeba. Nimemaliza, simama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natamani kuona watu ambao wanaweza kubadilika kuelewa. Mtumishi wa Mungu Jumapili ametutabiria kwamba madikoni alimhitaji hata mwakili, akasema mwakili yuko wapi? Jiandaeni kwanza kupokea sadaka. Lakini zinaweza zikaja hazina maarifa, ni hasara tena. Zikija nyingi alafu hazina maarifa zitapotea. Tuleteni mgonjwa tuombe kwa ajili yake. Ondoa hiki sasa. Dikoni wangu mama Dani. Kipeleke kule juu. Hivi vya kwangu ndio vibaki hapo. Mbona unakasirika tena? Nini kinachokukasirisha humo ndani? Kwani Yesu ameshindwa kumkalisha sawa? Peleka kule kile. Waombaji mmekaa mnanichungulia. Kwa hiyo sisi wanaume ndio tutashika tumbo la mwenzenu. Naongea na nyinyi mliokaa huko. Kata roho ya kichaa kinachoinuka kwenye wakati wa mimba. Sawa, kanisa. Bwana Yesu, naachilia damu yako kwenye huu ufahamu.